Nichukue fursa hii tu kuhimiza wenzangu Wanamtwara na wananchi wote, idara za serikali na sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika mkakati wa taifa wa nishati safi ambao ulianza mwaka 2024 na utaisha mwaka 2034 kwa kuacha uharibifu wa misitu na kutumia rasilimali zetu kwa tija. Ndugu viongozi na wananchi, pamoja na jitihada za serikali za kuhimiza maadili mema na upendo katika familia, mkoa wa Mtwara bado unakabiliwa na changamoto ya matukio ya ukatili ambapo kwa mujibu wa dawati la ustawi wa jamii, kuanzia Januari hadi Desemba 2025, yani mwaka jana, jumla ya watu wazima 1311 walifanyiwa ukatili wa kijinsia, wakiwemo wanawake 1094, wanaume 217. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa ukatili wa kimwili, yani matukio 530, na ukatili wa kisaikolojia matukio 455 ndiyo yaliyoongezeka, yakifuatiwa na ukatili wa kiuchumi na ukatili wa kingono, jambo ambalo linaathiri ustawi na amani ndani ya kaya zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa majina naitwa Salma Abdalla Irigo. Mimi ni mrakibu msaidizi wa polisi, lakini pia ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mtwara. Pia ni mjumbe wa mtandao wa polisi mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa mgeni rasmi, dawati la jinsia na watoto ni kitengo ambacho kimeanzishwa ndani ya jeshi la polisi mwaka 2008 kwa ajili ya kushughulikia masuala yote ya ukatili wa kijinsia. Ila kituo cha polisi kuna madawati haya, kuna majengo maalumu kwa ajili ya kuleta usiri pamoja na faragha kwa mtu ambaye ana mashauri hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, watendaji wa dawati la jinsia na watoto ni askari wa kike na wa kiume waliopewa mafunzo maalumu namna ya kushughulikia masuala haya ya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaamini katika kukagua mabanda haya, banda letu liko pale, lina watendaji wa kike na wa kiume. Ninawaomba wananchi, wa mama ambao mko hapa, wanafunzi na wanaume, tusogee kwenye lile banda pale, tutapata mambo mengi sana. Mwisho kabisa, ndugu zangu wakina mama, wengi ndio mko hapa. Ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu letu sote. Tusipowalinda watoto watafanyiwa ukatili na watakizana na sheria, watashindwa kufikia ndoto zao. Mwisho kabisa, japo si kwa muhimu, wakina mama, tuache kuwanyanyasa wafanyakazi wa ndani, kwani ndio wasaidizi wetu. Tunapokuwa kazini, wao wanakuwa nyumbani. Hivyo basi, narudia tena, wakina mama ambao mko hapa, tuache unyanyasaji kwa wasaidizi wetu wa ndani wa kazi, kwani wao wanatulelea watoto tukiwa hakupo. Leo tuko hapa kwa sababu tumewachia familia zetu. Walipe ujira wao kwa wakati. Tuache kuwashambulia, tusiwakatili kisaikolojia.